Mpendwa mtazamaji, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tarehe 18 ya mwezi wa 12. Tafakari yetu tunaipata katika Injili ya Mathayo sura ya kwanza aya ya 18 hadi ya 24. Ni habari ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alizaliwa hivi. Maria mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Nini maana ya kuwa na mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu? Katika dini ya Kiyahudi waliamini kwamba Roho ndiye ambaye aliweza kutoa uzima kwa ulimwengu wote. Kitabu cha Mwanzo kinamzungumzia Roho Mtakatifu kwamba alikuwepo wakati wa uumbaji. Mbingu zilifanyika kwa neno la Bwana. Na ndio maana mtunga mashairi katika Zaburi ile ya 33 anasema, na jeshi lake lote Bwana aliziumba mbingu na nchi. Utakuja kumkuta pia huyu Ayubu anavyozungumza juu ya Roho Mtakatifu ambaye ni pumzi, kwamba Mungu anapomtuma Roho wake vyote vinaumbwa, na Roho ya Mungu ilimuumba huyu. Na ndio maana Ayubu anasema kwamba natamka haya yote kwa sababu ya pumzi ya Mwenyezi Mungu ambayo inayoniunisha mimi. Tunapata katika kitabu cha Ayubu sura ya 33 aya ya 4. Roho Mtakatifu anaingia kwa Bikira Maria na Yesu anafanyika mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Jambo hili ambalo Roho Mtakatifu anakuja kuumba upya ulimwengu ndani ya Bikira Maria linakuwa ni jambo la mshangao sana kwa Yusufu. Yusufu anapomwona Maria akiwa na mimba, anaamua kumwacha kwa siri. Hataki kujihusisha katika jambo hilo. Kwa sababu gani? Kwa sheria za Kiyahudi, mwanamke baada ya kutolewa posa alikuwa anapaswa kukaa kwa muda wa mwaka mzima, ndipo harusi ije ifungwe. Na katika mwaka mzima wanaangalia, je, ana hali ya namna gani? Maria kuonekana kwamba alikuwa ana mimba kabla haijafungwa ndoa, maana yake hakuwa mwaminifu. Yusufu anaamua kukimbia katika jambo hili, anaamua kumwacha kwa siri. Jambo moja la kujifunza: kuna baadhi ya watu huwa hawapendi changamoto za maisha. Wakiona kuna jambo limetokea katika maisha yao, wanakimbia, wanajificha. Tabia yake na Yusufu. La pili, kuna watu kama kitu hajakianzisha yeye, hata siku moja hawezi kuweka mkono. Yusufu ameona kwamba huu ujauzito si wa kwake, anaamua kukimbia, anaamua kumwacha Maria aendelee na maisha yake. Yaani lolote lile ambalo wanaweza kumfanya Wayahudi wamfanye, lakini yeye hahusiki katika jambo hilo, akamwacha kwa siri. Tabia ya watu kukimbia majukumu, hasa kukataa watoto ambao si wa kwao, ilianza tokea kipindi cha Yesu. Yusufu anaacha Maria kwa sababu mtoto huyu si wa kwake. Mara nyingi sana watoto ambao si wa kwako ndio huwa anakuja kukuletea jina kubwa sana. Na mtoto Yesu huyu ndio aliyemfanya Yusufu amekuwa na jina kubwa mpaka anaitwa mtu mwenye haki. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, anamtuma malaika, anaenda kumwambia katika ndoto kwamba Yusufu, nenda kamchukue Maria, kwa maana mimba yake. Anaulia maneno yale kwamba ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yusufu anaitikia hilo jambo, anaenda kumchukua Maria na maisha yanaendelea. Tunajifunza kitu kwa Yusufu. Aliamua kumwacha Maria kwa siri, hakumtangaza. Leo hii tuna changamoto nyingi katika maisha ya ndoa. Jambo moja dogo tu limetokea ndani, ni kutangaziana huko, ni kurekodi mazungumzo yote na kupiga picha na kutuma kwenye mitandao yote, kumdhalilisha mtu aonekane kwamba hafai.
Si kila jambo ambalo linakuja katika maisha yako lazima akili yako iweze kutoa majibu. Kuna mambo mengine Mwenyezi Mungu anayaruhusu kwa ajili ya sifa na utukufu wake. Hivyo basi, kumchafua mtu katika maisha yake, kumdhalilisha huko mbele za watu, mbele ya mitandao, kwamba tabia zake ziko hivi, si jambo jema. Yusufu alipoona kwamba hawezi kulielewa hili jambo, aliamua kumwacha kwa siri. Hakumdhalilisha Maria, na amepata heshima leo hii yuko mbinguni. Hebu tujifunze kuweza kuwa na usiri kwa baadhi ya mambo yanayotokea ndani ya familia, ndani ya ndoa zetu, ndani ya familia zetu, ndani ya jamii zetu. Si kila kitu lazima kuweza kumwaibisha mwenzako, kumtangazia huko. Na Yusufu ambaye yeye aliyapokea haya yote kwa moyo wa shukrani, na leo yuko mtakatifu huko mbinguni, atuombee tunapopita katika changamoto ya baadhi ya mambo ambayo kwa akili zetu hatuyaelewi. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.